Hi, this time is your teacher. I'm teacher Othman. Alright, today's lesson, this one is uses of was and were. Right. So the previous lesson tuliangalia jinsi ya kusema ilikuwa, kilikuwa, walikuwa. So today tunakwenda kuangalia jinsi ya kusema sikuwa, negative form. These are used in the past tense. Haya maneno kwa kawaida huwa yanatumiwa katika wakati uliopita. Negative form, mfumo wa kukataa au kukanusha. So today tunakwenda kuangalia jinsi ya kusema sikuwa, hakikuwa, hawakuwa. Right? Hawakuwa wazoefu, hakuwa mjanja, hakuwa mwanafunzi, sikuwa rafiki yake, hakuwa mke wangu. Right? So kama unataka kusema sikuwa, hakuwa, right? This one is statement form wa maelezo. Tutakwenda kuangalia jinsi ya kusema sikuwa, hakuwa, hawakuwa. Hawakuwa wazoefu, hakuwa mke wangu, hakuwa rafiki yangu. And this one is how to be the question, jinsi ya kutengeneza maswali. Je, hakuwa mwanafunzi? Kwani haukuwa rafiki yangu? Kwani haukuwa mzoefu? Kwani halikuwa gumu? Kwani swali lililopita halikuwa gumu? So kama unataka kusema haikuwa, hajakuwa, hakikuwa katika lugha ya Kiingereza, use it this way. We start with the personal pronoun. So now tunaanza na kiwakilishi nafsi au jina. Kwa unaweza kuanza na jina au kiwakilishi. I, he, she na it tunatumia neno was. You and they we use with the word were. Then we add not. Right? Kwa unaweza ukaanza na jina au kiwakilishi, then una add not. We change an affirmative sentence into negative by adding not. Tunatengeneza sentence ya maelezo kuwa ya kukanusha kwa kuongeza not. So kwa maelezo ulikuwa I, she na it was, you and they were. Kichukua noun adjective inakuwa maanisha ilikuwa, kilikuwa. So leo tunakanusha kwa kuongeza not. Ukiongeza not pale mbele inakuwa inakataa. I was not, sikuwa. He was not, hakuwa. You were not, hawakuwa. They were not, hawakuwa. So ili lete maana ikamilike jinsi ya kusema hakikuwa, hawakuwa mgonjwa, hakuwa mzoefu, hakuwa mwanafunzi, hakuwa mwalimu. Put noun or adjective. Pale mbele weka noun or adjective. Ukiweka neno lingine linakuwa linaleta maana nyingine au pengine isilete hata maana. Kwa hiyo kuwa makini kwa kuweka noun or adjective baada was not or were not. Right? I was not a doctor, sikuwa daktari. She was not my friend, hakuwa rafiki yangu. Pia unaweza kutumia jina. Your father was not our teacher, babako hakuwa mwalimu wetu. Right? You were, right? We, Juma, Asha and me were not a student. Mimi, Juma na Asha hatukuwa wanafunzi. So hivyo ndivyo jinsi ya kutengeneza sentensi za maelezo, jinsi ya kusema haikuwa, hakikuwa katika lugha ya Kiingereza, lakini hakikisha mbele umeweka noun or adjective. Kwa nini nasisitiza weka noun or adjective? Kwa sababu hii mfumo ina maana zaidi ya 3. Ukiweka neno lingine, huenda ikaleta maana hiyo nyingine au pengine isilete maana, kwa sababu hata hiyo maana nyingine kuna kanuni zake. So kuwa makini. Alright, tuna contraction. Contraction ni ufupisho ambao native wanatumia sana. Kama ukielewa contraction utakuwa mzuri katika kusikia. Mfano wazungu wanazungumza, utakuwa mzuri wa kusikia, unaelewa, right? Na pia kama utatumia contraction utakuwa mzuri katika kuongea. You will speak naturally, fluently like a native speaker. Contraction ufupisho unakuwa katika was not or were not, right? So inafanyika kwa kuondosha the word all. Inafanyika kwa kuondosha the word all and then we put a apostrophe. So we say wasn't, weren't, wasn't, weren't. Amina wasn't my wife. Amina hakuwa mke wangu. The question wasn't difficult to me. Swali halikuwa gumu kwangu. We weren't workers in this factory. Hatukuwa wafanyikazi katika kiwanda hichi. So contraction inafanyika was not na were not, wasn't, weren't. Ukitumia contraction you sound naturally like a native speaker. So this one is how to be the question, mfumo wa kutengeneza maswali. Kama unataka kuuliza swali, je, haukuwa, je, haikuwa, je, swali halikuwa refu, halikuwa gumu, right? Je, haukuwa mwanafunzi, je, haikuwa ngumu kwa wewe, je, maisha hakuwa magumu wakati ulipokuwa Tanga, oops, like that. So kama unataka kutengeneza maswali, we start with the word was or were, then not, was not, were not. I, he, she na it was not. You and they were not. So was not I, was not he, was not she, was not it, were not you. What T kutana Sunday J, we say you.
weren't you, weren't we, weren't they. Ili kamilike, je haikuwa, haukuwa, akisha mbele umeka noun, jina or adjective. Kama ukiweka neno lingine inago katika maana nyingine huko, right? Pengine sileta hata maana. Weren't you a student? Je hakuwa mwanafunzi. Weren't they your friends? Je hakuwa rafiki zako. Wasn't it difficult you? Je haikuwa ngumu kwako, right? So hivyo ndivyo jinsi ya kutengeneza maelezo na maswali. Kama kawaida, contraction inafanyika katika the word au, and then we put a apostrophe here. We say wasn't, weren't. Wasn't it difficult you? Je ikuwa ngumu kwako. Weren't they your friends? Je hawakuwa rafiki zako. So hivi ndivyo jinsi ya kutengeneza maelezo na maswali yake katika mfumo sahihi ambao ulikuwa mwepesi. So now let's look at examples. Number 1. Yesterday examples weren't many than yesterday's one, right? Mifano ya jana haikuwa, weren't haikuwa, many mingi. Mifano ya jana haikuwa mingi than kuliko yesterday's one. Yesterday's one, yesterday example. Kama jina likitajwa tutaweka one, right? So yesterday's examples weren't many. Mifano ya jana haikuwa mingi than yesterday's one, kuliko mifano ya jana, right? The question, weren't they many than yesterday's examples? Weren't they many? Je haikuwa mingi. They hapa imesimamia jina la viwakilishi ambayo tumezungumzia ni examples. So tutatumia they, wingi wa kiwakilishi cha vitu vya wingi ni they. Weren't they many? Je haikuwa mingi than yesterday's example, kuliko mifano ya jana. Yes, they weren't. Ndio haikuwa mingi kuliko mifano ya jana. No, they were. Hapana, ilikuwa mingi kuliko mifano ya jana. So the responses in English are always short. Majibu kwa Kiingereza siku zote yanakuwa kwa ufupi. Okay, kama utaulizwa wasn't I a student? Weren't you a student? Je, ukuwa mwanafunzi? Utajibu yes, I was not. Tutaishia katika not. Ndio sikuwa mwanafunzi. Weren't you a student? Yes, I wasn't. Ndio sikuwa mwanafunzi. Weren't they your friends? Yes, they weren't. Was it difficult you? Yes, it wasn't. Je, ilikuwa ngumu kwako? Ndio haikuwa ngumu. Kama hapana ilikuwa au kama hapana kilikuwa, we say no, utaanza no, utaisha katika was au were. Weren't you a student? No, I was. Hapana nilikuwa, means hapana nilikuwa mwanafunzi. Je, ulikuwa mwanafunzi? Weren't you a student? No, I was. Hapana nilikuwa mwanafunzi. Weren't they your friends? Je, walikuwa rafiki zako? No, they were. Hapana walikuwa. So let's look more examples. Weren't they many than yesterday's examples? Yes, they weren't. No, they were. The last one, number 2. Your opinion wasn't good at all. Maoni yako hayakuwa mazuri kabisa. At all means kabisa, right? Maoni yako hayakuwa mazuri kabisa. The question, wasn't my advice benefit you? Je, ushauri wangu haukuwa wenye faida kwako? Wasn't my advice benefit yenye faida. Hili neno ni lipo katika aina mbili. Benefit faida ni ya noun, lakini benefit pia ipo katika hali adjective ni sifa, right? So tumeambiwa hapa mbele tuweke noun au adjective kwa inakaa wasn't my advice benefit you? Je, ushauri wangu haukuwa wenye faida kwako? Yes, it wasn't. Ndio haukuwa wenye faida kwangu. No, it was. Hapana ulikuwa wenye faida. That's for today. This how we say, this how we write, and this how we speak. So practice, we know how to speak and write. There are 3 types of practicing. Kuna aina 3 za mazoezi. Aina ya kwanza ni kuandikia sentences zako binafsi. Kuandikia mifano kupitia somo husika ya kwako ya kutosha. Mifano ya kuandika ni mingi, hakikisha umeandika mifano mingi ya kutosha kupitia somo husika. Aina ya pili ya mazoezi ni kukaa kuzungumza mwenyewe, kuthink. Tumejifunza jinsi ya kusema sikuwa, hakikuwa, right? Na maswali yake, fanyia mazoezi. The third type of practicing, the last one is finding people to speak to. Tafuta watu kae nao, kuzungumza nao. Utajikuta una uwezo wa kuzungumza, wa kuelewa, wa kuwa mzuri katika Kiingereza kwa haraka zaidi. So that's for today. The next lesson tutakuja kuangalia matumizi ya shall be and will be, right? Haya maneno huwa yanaleta maana itakuwa, kitakuwa na maswali yake, je itakuwa, je utakuwa, right? So don't miss this lesson. Thanks a lot for being with me.